Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, Jumamosi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo? Uko vipi? Ninaamini kwamba uko sawa. Ninaamini kwamba amani ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi ndani yako. Basi kwa asubuhi ya leo, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi aendelee na kutunyunyizia baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Karibu tubarikiwe pamoja. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo wadugu wapenzi watazamaji wa Undugu TV, na wakaribisha katika mahubiri ya siku ya leo, nikitumai tutaweza kusafiri pamoja hadi tamati. Kwa hivyo naomba tuweze kupata neno la Mungu ambao tutalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ambao ni sura ya 17, mstari tutasoma 27 hadi 28, na nitaenda kusoma hili neno katika jina la Yesu Kristo. Hili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na tunakuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Tuombe. Jehova Mungu uishiye milele, katika jina lako takatifu na safi, twajitwika mikononi mwako tukiomba kuongozwa nawe. Naposimama mbele ya mtazamaji, Jehova Mungu, siwezi bila wewe. Pia wao wawezeshe kusikia kutoka kwako, maana Roho wako Mtakatifu ataweza kuwa mwalimu baina yetu nawe. Tusaidie na utuongoze. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini. Amen. Basi ile lengo tutakayo kuwa nayo siku ya leo ni kumtafuta Mungu yule wa kweli. Kwa hivyo ni kumtafuta Mungu wa kweli. Na kulingana na vile tumesoma maandiko ya Mungu, mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye aliweza kuyafanya mengi, tuliona alikuwa na jina lingine Sauli, na likabadilishwa wakati alipokutana na mwanaume wa wanaume ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo katika yale yote aliweza kuyafanya na mafundisho yake, ndio sasa tutaenda kuyaangalia. Kwani aliweza kutembea akifundisha, akihubiri na akifanya miujiza nyingi, na baina ya yale yote aliweza kuyafanya, ndio tunayaangalia katika hicho kifungu cha 17, na sana tunapoanzia mstari wa 22, tunaona akifundisha yule Mungu anapaswa kuabudiwa, na akafundisha ya kwamba Mungu yule wa kweli. Na Mungu wa kweli ni yupi? Ni yule anapeana uzima, ni yule hakika anapeana pia uhai tukiwemo katika ulimwengu huu, na ni yule anafanya katikati yetu miujiza na maajabu. Basi pamoja na hayo, akawaambia ya kwamba ninapohubiri nikipita kwenu huwa ninashangaa sana, na ninapita kwenu
kuwahubiria ya kwamba tumwamini Mungu wa kweli. Na Mungu wa kweli ni yule alikuwa na baba zetu, baba Ibrahimu na Musa, Yakobo na wengineo. Na Mungu wa kweli ndio yule alimtuma Yesu Kristo kuja katika dunia hii na kuyafanya mengi aliyoyafanya, na kutafuta mwanadamu na hakika kuweka upatanisho wa binadamu na Mungu. Huyo ndio Mungu wa kweli, na ndiye tunaambiwa tumwabudu, na ndio watu wa wadhene wanaambiwa wamwabudu. Kwa hivyo anasema hivi, tumtafute Mungu hata ikiwa ni kumpapasa tutaweza kumuona. Na Biblia ikasema ingawaji hawi bali nasi, uwa katikati yetu. Manake Yesu alipokuwa akiaga watumishi wake, alipofufuka kutoka kwa wafu, aliwaambia ya kwamba atakuwa pamoja nao mpaka wakati wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ina maana kwamba Mungu yuko karibu nasi. Na Saulo akashangaa kuona hawa watu wakiandika katika mahekalu na sinagogi kwa Mungu asiyejulikana. Ndio tunaposoma si ya mstari wa 23 inasema, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno ya kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiria habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema, katika madhabahu yao walikuwa wakisema sisi tunamwabudu Mungu asiyejulikana. Naye Paulo akasema, mimi nimekuja kuwahubiria kuhusu yule Mungu anajulikana, kwa maana anaonekana akitenda, kwa maana anasikika akisema, kwa maana anafanya watu wakiona. Kwa hivyo akawaambia waache miungu hiyo mingine, maana yake ni miungu. Tunapo sasa sema kuhusu watu wa wadhene ambao waliandika katika madhabahu wanamwabudu Mungu asiyejulikana, ni maajabu sana na ni mshangao mkubwa sana na ni masikitiko makubwa sana, kwa maana kuna watu wanaitwa Wakristo na wanaitwa Wakristo na wako na madhabahu ambao wameandika kwa Mungu asiyejulikana, lakini badala ya kusimama na kusema wasi kinanga upanga, wanaabudu Mungu ambaye anajulikana, na wanamwabudu Mungu ambaye ni wa matendo, na wanamwabudu Mungu ambaye tunaweza kuona miujiza na maajabu yake hata akitenda. Manake tuliona hakika watumishi wa Mungu wakiomba mpaka mtu anafufuka. Dorcas waliomba wakiwa katika roho, wakimwabudu huyo Mungu wa kweli mpaka Dorcas akafufuka. Si huyo Mungu ni Mungu wa kweli? Na hao watu si wanaabudu na wanajiita Wakristo, wanamwabudu Mungu ambaye si wa kweli. Tafadhali na kuomba siku ya leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, manake yeye akiwa juu mbinguni anashangaa, mbona huyu nimempa uhai, mbona huyu hata anasema neno langu yuko nayo, mbona huyu anasema ya kwamba ameacha dhambi, lakini yuko na Mungu wake ameweka kwa sanduku, yuko na Mungu wake ameweka pale kwa shamba, yuko na Mungu wake amemweka kwa gate, yuko na Mungu wake anamweka kwa tuseme kwa pocket, kwa purse, umemweka pale, unamwangalia siku kwenda siku, ukikaa unaangalia huyo Mungu wako, unamuongelesha, huyu akuli, huyu akunywi, unamuongelesha. Na wengine wanapua
anafunga mapepo yale ambayo ni ya kunywa damu ya watu, damu za watu. Na wewe unasema unamjua Mungu wa kweli. Ni kweli kabisa, mtu ambaye anafunga mapepo na yuna uchawi, na hakika akijua akiwa mgonjwa anajua tu kwenda kwa uganga, huyo ni mtu wa kweli. Tafadhali mtu wa adhene wewe, Roho wa Mungu anakuita wa leo, akikuambia toka kwa huyo Mungu ambaye asemi, ambaye aongei, ambaye hakika afanyi chochote kile, na uingie kwa yule Mungu wa kweli. Manake huyu Mungu wa kweli huwa anaweka watu huru, na huwa anaokoa, huwa anaponya, na anafanya mengine mengi yale ambao uko nayo na ni mazito na ni mangumu. Huyu Mungu wa kweli hatakutoa katika hayo magumu. Umefiwa, unalia huku, nani anaweza hakika kusikia kilio chako na kukutuliza? Ni huyu Mungu wa kweli. Hakika uko pale, watu wamekuacha, watu wamekukataa. Kuna yule ambaye Mungu wa kweli akatai watu na aachi watu wake, come back to that Lord Jesus Christ, na hakika ataweka kifuani mwake, na utafurahia tena, na utasimama kusema Yesu ni Bwana. Hiyo ni neno la Mungu. Tungeweza kuendelea, lakini ujue ya kwamba usikae ukiabudu Mungu ambaye ajulikani. Mtafute. Biblia imetuambia kabisa ya kwamba yeye tunaye milele na milele. Ni Mungu yule tuko naye usiku mchana, wakati wa mateso, wakati wa furaha, wakati wa majozi. Huyo Mungu tuko naye, na hakika ni yule wa kweli. Tutasaidika tukimtumainia, tukimwengemea, na hakika hatimaye tutasema Yesu ni Bwana, na tutashuhudia na tutakuwa mashahidi kwa wengi. Mungu na alibariki neno lake. Amina. Ndiye asante Mungu Baba, twaja mbele zako na kukili makosa yetu. Ni kwa maana sisi ni binadamu katika ulimwengu wa shida. Uenda ikawa Jehova Mungu, tumeweka vivandiko ambavyo hatujui na hatuelewi, lakini ni miungu migeni. Tusaidie na tufunulie, tupate kujua ya kwamba tunamwabudu Mungu wa kweli, na matendo yaweze kuwa wazi kabisa kwetu na kwa wengine, ya kwamba tunamwabudu Mungu wa kweli. Tusaidie tukurudie, na tuache kabisa na tuishi ndani yake, kwa maana maandiko yametuambia ni wewe unaishi ndani yetu, na unaishi kwa wale wanakutumainia na wameamua kukuishia. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Shalom. Tumtafute Mungu wa kweli. Tumeweza na kujua kwamba Paulo aliweza na kupatana na madhabahu ambayo yaliweza na kuandikwa kwamba kwa Mungu asiyejulikana. Na hapa Paulo akaweza na kuhubiri Mungu ambaye anajulikana, Mungu ambaye ni wa kweli. Na ndio sababu mtumishi wa Mwenyezi Mungu akaweza na kutuhimiza kwamba tumtafute Mungu wa kweli, Mungu ambaye anajulikana kila wakati, maana ndani yake tunaishi. Sijui kwako madhabahu ya aina hiyo yanaweza kuwa tu ndani yako, ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, Mungu asiyejulikana. Maana unaweza kuwa unatamka tu Mwenyezi Mungu kupitia kwa kinywa chako, lakini matendo yako yamekataa kabisa. Je, Mungu wa kweli, Mungu ambaye anajulikana, anaonekana kupitia kwa matendo yako, ama wewe ni kukaa tu? Unaweza kuwa unajulikana tu kutokana na title yako. Wewe ni pastor, wewe unaitwa hivi Reverend Canon, Bishop, lakini matendo yanakukataa. Hicho ni kama tu kusema kwamba unajulikana kupitia title yako,
lakini matendo yako yanakukataa kabisa. Unjulikane kupitia kwa title yako kwamba huyu ni mzee wa kanisa mahala fulani, huyu ni mwimbaji wa kwaya, huyu ni chairlady, huyu ni chairman. Je, matendo yako yanamtangaza Yesu ambaye anajulikana, madhabahu ya kweli, Mungu wa kweli, ama yanakutangaza namna gani? Tafakari hayo yote na uyatie maanani na unjiangalie kama matendo yako yanakataa yule Yesu ambaye unamtamka kupitia kwa kinywa chako. Jirudi na uone kwamba kuna haja ya matendo yako yakaweza na kufanana na yale ambayo unayatamka kupitia kwa kinywa chako. Basi tumeshukuru sana. Bwana Yesu na azidi na kukubariki. Mtazamaji wangu, ninakushukuru, barikiwa sana. Kwa wale ambao dada zetu, ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada ya baraka. Mwenyezi Mungu akawabariki, Mwenyezi Mungu akazidi na kuwainua. Tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.